Unadhani mabilionea wanafikiria kesho, wanafikiria miaka 30 mbele. Kwao, siku 7 kwa wiki, saa 14 kwa siku, na kujikita kwa muda wa miaka 10 na zaidi ni kawaida. Leo, tutaonyesha kwa nini kuwa tajiri haraka ni uongo mtupu. Jeff Bezos alianzisha Amazon mwaka 1994, lakini hakuwa na faida kwa miaka 6. Mabilionea wana compounding mindset. Kila hatua inajenga juu ya jana. Wana mwanga wa miaka 20. Hata kama biashara iko chini, wanajua mwisho wa safari. Usiogope kuchagua moja kitu na kukikamata kwa miaka 10. Ushindani wako watachoka kabla hujafanikiwa. Saa 10,000 sheria ya Malcolm Gladwell ni ukweli, lakini sio masaa ya kurusha macho pekee. Chagua ujuzi mmoja na utoe kwa kiwango cha juu: uhandisi, uuzaji, uwekezaji au hata ufugaji. Fanya kazi kama mwanafunzi wa milele. Bill Gates anasoma vitabu 50 kwa mwaka, hata akiwa tajiri. Usiwe mpumbavu wa utata. Kila mtu anayefanikiwa alijikita kwenye kitu kimoja kwa muda mrefu. Utafiti wa Forbes unaonyesha 87% ya mabilionea walikuwa maskini au wakati, na walichukua wastani wa miaka 12 kufanikiwa. Usiache kazi kwa sababu ya wiki 2 za kufeli. Kila siku ni fursa ya kujenga. Hata kwenye likizo, mawazo ya biashara hayachezi. Mafanikio makubwa yanahitaji vipigo vya kufa na kuzaliwa. Upande mmoja wa sarafu ni kuteseka, upande mwingine ni utajiri. Bahati ni mchezo wa mwenye njaa. Hata kama una familia tajiri, utashindwa kudumu kwa kutumia pesa tu. Familia ya Donald Trump ilipoteza mara nyingi kabla ya kujenga utajiri. Kuvumilia ni uwezo wa kujenga misingi kwa juhudi yako mwenyewe. Hakuna mtu aliyepata overnight success bila miaka ya kujificha. Zuckerberg alianza Facebook akiwa na miaka 19, lakini alijifunza programu tangu akiwa na miaka 10. Ulimwengu umejaa watu wanaotaka kula matunda kabla ya kupanda mbegu. Betting, pesa za haraka na mbinu za kinyama ni sumu ya mafanikio. Fedha zinazokuja haraka huenda haraka. 70% ya watu wenye bahati ya kupata pesa zinapotea kwa miaka 3. Mabilionea wanajenga mifereji ya pesa, si kuvuna mazao yasiyopandwa. Kumbuka, kila bilionea alikuwa mtu wa kawaida aliyechagua kutofuata njia ya kawaida. Anza leo, jikite kwa kitu kimoja, na usiache kuota. Mafanikio ni mchezo wa subira na juhudi, si bahati.